Je, hujambo msikilizaji wangu? Leo ni Alhamisi and we are looking at Thankful Thursday. It's a wonderful day. It's a great day for you and me to rejoice. Ni siku njema ambayo wewe na mimi tutafurahia. Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo mengi ambayo tunaweza shukuru Mungu kwa. Kuna wimbo huo unasema 1,000 reasons to be thankful and to be blessing the Lord. Lakini ni zaidi ya 1,000. Kuna mambo mengi sana. Tunaweza shukuru Mungu kwa sababu. Tunaweza shukuru watu wengine kwa sababu wamefanya mambo juu ya maisha yetu, ama wametupea mambo matamu, ama wametusaidia kwa jinsi moja ama nyingine. Kwa hivyo leo ni Thankful Thursday, ukiletewa kwa niaba ya Spices of Life kwenye platform ya Kenya Diaspora Media, na mimi mtangazaji wako ni Esther Nduta. Nikikukaribisha, nikikuambia karibu sana, na tutazame ni mambo yapi ambayo tutakuwa tukishukuru Mungu ama tukishukuru wenzetu kwa sababu ya. Unajua wakati mwingine watu wanapoenda kwenye maombi, saa zingine wanashindwa tutashukuru Mungu kivipi? Tutamwambia Mungu kitu kipi? Kwa hivyo mimi hutumia Spices of Life kwa sababu hiyo Spices of Life inasimamia spiritual, mambo ya kiroho, physical, mambo ya kimwili, intellectual, mambo ambayo tunajua ama mambo ambayo tunasoma. Na hayo masomo nikisema sio masomo tu yale ya darasani. It's not just academic intellect, but it's any knowledge that you have. Pia tunatazama katika mambo ya commercial business, vile tunafanya biashara zetu, vile tunavyo handle pesa, mambo kama hayo. Pia tunaangalia katika emotions, hisia zetu. Yes, and pia tunaangalia katika social relationships, vile tuna uhusiano kati ya wenyewe kwa wenyewe, sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo tunapotazama ni jinsi gani tutaanza hii Thankful Thursday is on the Spices of Life. Nashukuru Mungu ya kwamba kuna mambo mengi tunaweza kutazamia, tuna mambo mengi tunaweza kusema asante kwa sababu ya hayo mambo. Kwa hivyo jambo la kwanza, nikianza na spiritual, nitatazama Biblia kwa ufupi tu, na nikisaidiwa na mambo ambayo nimesoma wakati mwingine na mambo ambayo mimi mwenyewe hufikiria. Hebu tuone katika hali ya spiritual ni nini tunaweza shukuru Mungu kwa sababu yake. Hebu tusome Biblia kutoka Genesis mpaka Revelation na tuone kama kuna mambo ambayo tunaweza shukuru Mungu kwa sababu yayo. Nikienda katika kitabu cha Mwanzo, that is Genesis, unajua kuna ile beginnings, na hizo beginnings nilisema katika Motivation Monday, it was good. Kwa hivyo ukiwa na mindset ile bora kabisa, unaanzia pale mwanzo ukisema Mungu uliniumba na ukaumba vitu vyote and they were good. Kwa hivyo tunashukuru kwa sababu ya hiyo goodness ambayo ilianza hapo kitambo. Lakini kabla hata tujashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo goodness, tunashukuru Mungu kwa sababu ya uwepo wake, Roho wake Mtakatifu aliyekuwa tangu hapo mwanzo akituliza mambo ambayo yalikuweko pale, chaos na darkness. Mungu akaleta mwanga, Mungu akaleta uwepo wake, na akaanza kuiunda ama kuumba ulimwengu na sisi wenyewe. So hivyo kuna ile ahadi ambazo ziko katika kitabu cha Genesis. Kuna kule kuumbwa na kuumbika katika Genesis, na kuna huyo Mungu mwenyewe akiwa pale Genesis. Hayo ni mambo ambayo tunaweza shukuru Mungu kwa sababu ya. So we can thank God for his own presence in Genesis because he is the creator. So we thank God for him being a creative God. We thank God for his spirit moving over the chaos of the world and bringing peace and bringing creation. So he's a creative God. Tunamshukuru pia. We thank God for the promises that began in Genesis. Kwa hivyo ni mambo ambayo tunatazama katika mwanzo, na tunaona ya kwamba Mungu ana uwezo. Tukitoka kitabu cha Genesis tunaingia kwenye kitabu cha Exodus, na tunaona deliverance ikifanywa pale. So deliverance iliyoanza Genesis wakati Mungu alimsamehea mwanadamu, lakini akamwambia kwa sababu ya dhambi zako hautaishi hapa, utaenenda na ukaanza kuishi maisha mengine. Lakini kuna ukombozi, na ukombozi, mfano wa ukombozi ambao tunauona katika Genesis. Wana wa Israeli walipofanya dhambi na wakaenda kuishi katika mji wa Misri, Mungu alituma ukombozi
kupitia mtu mmoja anayeitwa Moses. Kwa hivyo tunaona pia sheria ikiletwa wakati huo, na ili Mungu akaweza kuwapa watu mwongozo kamili. Ni nini tunaweza shukuru Mungu kwa sababu ya? Tunamshukuru Mungu kwa sababu anatupea mawaidha na anatupea njia jinsi ya kuishi katika maisha haya. Mara nyingi hatupendi kupewa law, hatupendi sheria, hatupendi rules kwa sababu tunaziona ni kwamba ni ngumu kabisa, lakini hakuna jambo linalotendeka duniani hii bila sheria ama instruction fulani ambazo unapewa na ili ukafuata. Hata jua huwa inafuata routine. Ulimwengu unafuata routine, na nilisema pale Jumatatu ya kwamba Motivation Monday, wakati mwingine sisi tunakuwa motivated na hizo routine ambazo tuko nazo za kikazi, za kwenda kwenye masomo. Na nikasema pia katika Transformation Tuesday ya kwamba wakati mwingine tunapobadilishwa, tunakuwa na ule uhimizo katika maisha yetu ya kwamba tutende mambo tofauti na vile tulivyokuwa tukitenda. Kwa hivyo katika kitabu cha Exodus, Mungu akaleta deliverance, akaleta hiyo deliverance kupitia kwa mtumishi wake anaitwa Musa, na pia akatupa sheria na ili tukaweza kuishi maisha ambayo yanampendeza. Kwa New Testament tunasema hatufuati hizo sheria vile zilikuwa kama zaidi ya 600, lakini Mungu mwenyewe alileta Yesu na akaweza kusummarize ama kusimplify the same rules and the same laws kwa neno moja ambalo nilikuwa nikisema hapo jana, nikisema Winning Wednesday na nikisema Transformation Tuesday. Ni neno ambalo ni la upendo. Yesu akasema, sijakuja kuharibu sheria ambazo mlipewa pale katika Exodus, lakini nimekuja kuzikamilisha. Kivipi? Mpende Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Pia mpende mwenzako unavyojipenda. Kwa hivyo akazifanya zile sheria zikawa tu ni kama 2 hivi. Sheria moja ni sheria ya kumpenda Mungu, na tunamshukuru Mungu. Again tunaenda pale Genesis tukisema alikuwepo tangu mwanzo. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa sababu yeye ndiyo mwanzilishi na yeye ndiye atakuwa mwenye kumaliza. Na hivyo tunasema ni asante kwa yeye kutupenda, na pia sisi tunampenda kwa sababu alitupenda hapo mwanzo. Na tukishachukua ule upendo vile tulikuwa tukisema katika Transformation Tuesday, huo upendo tunaweza kujipenda wenyewe na pia tunaweza kupenda wale wengine. Kumbuka huwa anasema hivi, hawezi ukampa mtu kitu ambacho hauna. Hawezi ukasema nitakupa pesa na je wewe mwenyewe hauna hizo pesa. Kwa hivyo tunachukua ule upendo wa Mungu, tunaukubali, tunakubalika mbele zake Mwenyezi Mungu, na ili tunaweza pia kupenda wenzetu. Kwa hivyo katika Exodus tunamshukuru Mungu kwa hiyo deliverance. Ametupea hiyo deliverance kwa sababu ya mapenzi yake. Na kitabu kilichofuata Exodus ni hicho cha Leviticus ambacho kinasema mambo ambayo, yani sasa zile sheria ambazo Mungu amepea Musa, amempea sheria jinsi ya kuishi katika purity, mambo ya be purified kwa sababu ya zile sacrifices watu walipokuwa wakitoa na ili wasamehewe dhambi. Zile sacrifices walikuwa wakitoa na ili wawe na uhusiano na Mungu. Hizo zote zimeongelewa pale katika kitabu cha Walawi ama Leviticus, na zinakuwa ni zile ceremonial laws zenye Mungu alikuwa akipeana. Lakini tukikuja katika New Testament tunaona ya kwamba Yesu amejitolewa akawa dhabihu kamili ambayo ametusimamia, na ili sisi tusiwe na hukumu ya dhambi tukishamwamini Mungu na tukishamkubali Mungu kama Yesu ndiye mwokozi wa maisha yetu. Kwa hivyo zile sheria na zile purity, that righteousness, God gives us righteousness through Jesus Christ. Tunapewa kukubalika na tunapewa righteousness and deliverance through Jesus Christ kwa sababu yeye ndiyo alikuja, vile nimesema, kurahisisha sheria ambazo tulikuwa tumepewa. Kwa hivyo kwa kumkubali Yesu kwa imani tunasamehewa dhambi, na kwa hivyo no longer shall we bring sacrifices of burnt offering. Hatutakuja kuchinja makondoo, mbuzi ama pigeons kwa sababu tushasamehewa. Yesu akawa yeye ndio our ceremonial sacrifice that leads us to God.
Kwa hivyo kulikuwa na hayo katika kitabu cha Walawi, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hizo sheria. Pia tunashukuru Mungu sasa ameturahisisha mambo katika New Testament, so we thank God for Jesus Christ. And then kuna ile kitabu cha Numbers, na kuna story ambazo zimeelezwa hapo ya kwamba watu walikuwa kwa wilderness, wandering in the wilderness, and ilikuwa ni safari ya perseverance katika kitabu cha Numbers, na watu wakihesabiwa ni kuzaliwa huku na kuzaliwa kule. Na katika maisha yetu pia wakati huu tunashukuru Mungu kwa sababu ametupa uvumilivu, na tunapopitia maisha haya Mungu anazidi kutupa uvumilivu. Na kwa nini? Kwa sababu tangu pale mwanzo ametupatia kila kitu ambacho tunahitaji. Nikisema katika Winning Wednesday nilisema Mungu ametupea kila kitu ambacho tunahitaji katika maisha haya, lakini kutapitia wakati ambapo tunatakikana tuwe tunavumilia kwa sababu ni safari ngumu. Kwa nini? Tulianguka pale kwenye Genesis, lakini kumbuka ya kwamba tuna wokovu kupitia jina la Yesu, na tukimwamini na tukimtazamia tutakuwa na destination muhimu kabisa. Kwa hivyo kuna mambo mengi yanaweza kuwa yanatutia motisha, motivation Monday, tukitazamia ile ahadi ambayo tulipewa tangu Genesis, everything was good. Tunaweza vumilia siku baada ya siku, na ili tukaweza kupitia mambo ambayo tunapitia tukijua ya kwamba tunatumaini ndani yake Mwenyezi Mungu, na kuna ahadi ya kuishi milele na milele na huyo Mwenyezi Mungu wetu kwa sababu anatupenda. Then tunaingia katika kitabu cha Deuteronomy, na hicho kitabu cha Deuteronomy tunashukuru Mungu kwa sababu ako mbele zetu na kazi yetu ni kumwabudu na kumuobey. We obey, tunamdhamini, tunamuobey, na kwa sababu yeye mwenyewe ndiye ametupa zile sheria alizopeana hapo mwanzoni. Mungu anatusaidia kumuabudu kwa sababu uwepo wake uko nasi kila wakati. So it's about preparation of obedience to God. And Musa alikuwa akirudia sheria, anatuambia ya kwamba kumbukeni, hizi ndizo sheria ambazo niliwapa. Na sisi siku baada ya siku, hata mimi nikisimama mbele zako wakati huu, ninakwambia ya kwamba Mungu bado anatupenda, Mungu bado anatuita. Kwa hivyo ni lazima tukumbuke ya kwamba hayo mapenzi ya Mungu yako nasi siku baada ya siku. Anasema sitawaacha, I will not leave you, I am with you, fear not. Why? Because God is with us. His goodness is still reigning over our lives. Tukiingia katika historia ya Biblia, tunaona ya kwamba tuna mambo mengi ya kumshukuru Mungu juu yake. Tunaangalia Joshua akiingia katika the promised land, akileta watu kwenye the promised land. Na sisi pia tunaahidiwa mambo mengi kila siku baada ya siku. Tunashukuru Mungu kwa ahadi zake ambazo ni za milele, na ni ahadi ambazo zinatuletea mambo mazuri, sio ahadi ambazo zinatuharibikia, ni ahadi ambazo zinatuletea baraka tele tele. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa sababu ya his blessings and his promises that are over us. And then tunaona kuna kitabu kingine kilikuwa kinaitwa Judges. Wakati watu wamepotea kabisa, Mungu hutuma viongozi ambao wanaweza kutuongoza, na ili tukawa again watu wa kuwa delivered. So Mungu anatutumia wa viongozi ambao wanaweza kutusaidia katika maisha haya, na kila country, kila mahali duniani utakuta ya kwamba kuna viongozi wawe ni viongozi wa kiwango cha chini ama wawe ni kiongozi wa kiwango cha juu, presidents na prime ministers. Tunashukuru Mungu kwa sababu yeye huwa anatupea hao watu na ili waweze wakatuongoza. Tunaendelea tukiona kitabu cha Ruth. Watu wengi sana zaidi wanawake wanapenda kusoma kitabu cha Ruth kwa sababu ni kitabu ambacho unaona Ruth anabarikiwa baada ya kumpoteza mume wake na baada ya kumfuata mama mkwe wake, mother-in-law, na anaenda anabarikiwa. Ni story ya redemption, the kinsman redeemer, mtu ambaye anamkubali huyo mjane na anasema nitamuoa na nitamsimamia, na ili clan yote iweze kawa redeemed. Na hiyo pia ni kitu ambacho tunashukuru Mungu kwa sababu ametutumia the true redeemer again in Jesus Christ. We have been redeemed by God through Jesus Christ.
Tunaingia katika kitabu cha Samueli wa kwanza na wa pili, na tunaona ya kwamba Mungu amefikia wakati sasa wa kuwachagua wafalme, na anatumia nabii ambaye anaitwa Samueli, na ili akaweza kuwaongoza watu katika hali ya uungu, na pia kuwaonyesha ya kwamba wanaweza mchagua mfalme ambaye wenyewe wamejichagulia, na yule mfalme ambaye amechaguliwa na Mungu, na tofauti yake ni ipi. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wale viongozi ambao Mungu anatuchagulia, ambao wanatuongoza kwa mwenendo wake, na tukitia maanani mambo ya Mungu, tunaweza pia kujichagulia wale viongozi ambao Mungu ameweza kutuchagulia sisi. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya hao viongozi tena na tena na tena. Alafu tunaendelea kuona ya kwamba katika kitabu cha Chronicles kuna ile kukuzwa katika kiroho. Kumbuka huwa nasema spices of life. Roho zetu, kuna wakati nimesema lazima tulishe roho zetu. Katika Transformation Tuesday nilisema ni bora zaidi vile vile tunalisha mwili, tukazidi kulisha roho zetu, tukazidi kulisha mambo ambayo yanatusaidia kindani, na ili tukaweza kuishi katika maisha haya ya physical ya kiinje, tukijua ya kwamba yule roho amelishwa vema. So hivyo kitabu cha Chronicles wa kwanza na wa pili kinasaidia pia kuonyesha ya kwamba tuna that spiritual heritage, tunakuwa na ile wasifa wa Mungu kwa sababu yeye ndiye anatusaidia katika maisha yetu ya ndani, alafu tunaweza kuyaishi hayo maisha ya nje. Tukiendelea tunakuta Ezra na akisema ya kwamba kanisa litakuwa restored na kanisa linajengwa. Vile vile tunatia uhusiano wetu na Mungu, tunazidi kujengwa na Mungu wetu tukiwa ndani. Biblia inaniambia ya kwamba we are the temples of God. Sisi ndio hekalu za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mungu anatujenga na anatusaidia kuwa restored in him if we keep on trusting in him, and he's able to rescue us from any form of captivity that may be holding us back. Na tunamwona Nehemia akirudi akitazama kuta za Yerusalemu, na anarudi kuzijenga. Anajenga kama soja na anajenga pia kama nabii. Kwa hivyo Mungu ametupea vipawa tofauti, na pia anatuambia ya kwamba katika dunia hii, unaona nimesema juu ya perseverance, kuna vita vya kiroho ambavyo tunapigana. Kuna vita ambavyo tunapigana ili tuweze kujenga ufalme wa Mungu ndani yetu, na ili tukaweza kulinda huo ufalme mpaka mwisho. Tunamkuta yule Esther pia, na tunashukuru kwa sababu ya kitabu cha Esther. Kwa sababu gani? Hiyo pia ilikuwa ni the preservation. Ilikuwa tunawekwa msingi na Mwenyezi Mungu, na kusema ya kwamba I will preserve you because you are my nation. And then tunamkuta yule Ayubu, Job alipata shida nyingi zaidi, lakini bado alimshukuru Mungu. Kwa sababu gani? Mungu ndiye anayeumba, na yeye ndiye anajua mipango ambayo iko juu yetu. Then even through suffering, God is still there, and he's able to give us patience to go through those troubles and to realize he's the God from the beginning to the end. Whether we are going through a hard time, kama tunapitia njia ngumu, hali ngumu, Mungu bado ni Mungu. Alafu tukitoka katika kitabu cha Job tunaingia katika Zaburi, Psalms, na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kitabu cha Psalms. Kuna mambo mengi sana hapo tunaweza mshukuru Mungu juu yake. Na tukisoma Zaburi tutakuta ya kwamba Daudi alikuwa mtu kama sisi, akipitia majaribu, akipitia mambo magumu, na pia akipitia mambo mazuri, na anamkumbuka Mungu kwa shukrani nyingi. Kwa hivyo wakati mwingine ambapo tumekosa mambo ya kumwambia Mwenyezi Mungu, tunaweza ingia katika kitabu cha Zaburi na tutapata mambo mengi ya kumwambia Mwenyezi Mungu na kumshukuru juu yake. Ukiingia katika kitabu cha Proverbs unakuta kuna wisdom, kuna wisdom kapambe pale, kuna hekima nyingi sana ambazo tunaweza mshukuru Mungu kwa sababu ya hayo kwa sababu ya hiyo hekima. Alafu unaendelea unakuta kuna kitabu cha Mhubiri kinaitwa Ecclesiastes, na hicho pia, ingawa mara nyingi watu sema ati ni bure, mambo yote ni bure, utakuta kwamba yule ambaye ametia moyo wake, ametia imani yake kwa Mwenyezi Mungu, maisha yake si ya bure, kwa sababu ukianza kumjua Mwenyezi Mungu, kama vile Proverbs hapo awali inasema, mwanzo wa hekima
ni kumjua Mwenyezi Mungu, na hiyo hekima ndio inakuonyesha jinsi ya kupata uhai wa milele na milele. Tunaona pia katika kitabu cha Songs of Solomon kuna mapenzi mengi, na hayo mapenzi yanaweza fananishwa na kanisa na Yesu, na vile anavyotupenda na ni jinsi gani anatuona tunampenda. Inaoneshana kama love and marriage, na ni mfano wa kanisa vile Yesu ndio the groom, yeye ndio mume wa kanisa na kanisa ndio the bride, na Yesu ametupenda kama vile nilivyokuwa nikisema to death, ametupenda. Kwa hivyo sisi ni washindi katika Yesu, wakati tulipokuwa tukisema in Winning Wednesday. Kwa nini? Kwa sababu ametupenda mpaka akatufia. Alafu tunakuta kuna maprophets wengi pale. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya prophets, manabii, tunashukuru Mungu kwa sababu yao. Isaiah alikuwa akiongea juu ya the God of glory and salvation, na yeye ndiye ametuelezea mambo ya kuja kwake Yesu Kristo. Tunamshukuru kwa sababu ya hayo. Tunamshukuru Jeremiah kwa sababu yeye alililia kanisa, alililia watu, alililia taifa, kwa sababu alikuwa anataka wasiwe kwenye judgment, lakini wawe wanamjua Mwenyezi Mungu wao. Kwa hivyo tunashukuru kwa wale prophets ambao wako kama Jeremiah, ambao wanamlilia Mungu na ili tupate wokovu. Na hivyo inaendelea katika Lamentation. Ni huyo Jeremiah alikuwa akizidi kulilia Mungu akisema, Mungu tusaidie ama tuokoe katika janga ama majanga ambayo yako mbele zetu. Na tunaendelea tukienda kwa Ezekiel ni ule wa kuona maono. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya maono ambayo huwa anatupatia directly, na yale maono ambayo anatupatia kupitia watumishi wake. Na haya maono mara nyingi ni ya utukufu wa Mungu, maono ambayo yanaleta utukufu kwa Mungu, na pia ni maono ambayo yanatusaidia kuwa na warnings, na hili tukaweze kujua ni jinsi gani tutaishi na Mwenyezi Mungu. Tunaletwa pia kwa Danieli. Tunamshukuru Mungu kwa sababu Danieli alikuwa na ndoto nzuri ambazo alikuwa akiweza kutafsiri, na tunamshukuru Mungu kwa sababu Danieli pia anatuonyesha ya kwamba kuna mambo ambayo tunaweza kataa na ili tukaishi katika utakatifu mbele zake Mwenyezi Mungu. Kuna wale wengine prophets pia. Kuna Hosea ambaye alitufundisha ya kwamba ni vizuri tuwe faithful to our God, right? Kuna Yoeli ambaye alikuwa akituambia kuna siku ambayo zinaweza kuja zikawa tukapata favor kwa sababu sisi tumetubu mbele zake Mwenyezi Mungu. Kuna Amosi ambaye alikuwa akituambia Mungu, he's a God of the oppressed. Kuna yule Obadiah alikuwa akituambia God of the mountain, the righteous God who makes judgment. And kuna Mungu ambaye ni wa compassion. Jonah alikuwa akituambia hivyo. Mika akatuambia ni he's a God of justice. Nahum akatuambia kwamba he's a God of wrath but he does forgive. Habakkuk anatuambia kwamba tuandike ile vision ambayo tumepata because we can keep on trusting God. Zephaniah anatuambia he's a God of judgment but he's a God that is a great God. Anajua jinsi ya kujudge rightfully. Hagai anatuambia ni vizuri to renew the temple before God. Tusiwe tu watu wa kujenga mijengo yetu, lakini pia tumjengee Mungu kanisa lake. Na hilo kanisa sio kanisa tu lile la physical. In the current situation now, tuna the spiritual church. Feed your spirit. Make sure your spirit is fed in as much as you feed the rest of the things in this life. Zechariah naye anatuelezea juu ya restoration, and Malaki naye anatuambia ya kwamba ni vizuri kumwabudu Mungu jinsi ilivyo bora. Alafu tunakuta Gospels ya Matthew, Mark, Luke na John wakituelezea vile Yesu alikuja na kazi ambayo alifanya, na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Kitabu cha Matendo ya Mitume kinatuambia jinsi kanisa ilivyoanzishwa, the Acts of the Holy Spirit through the people that God chose as the first apostles. And then tunakuta mabarua za Paulo. Unakuta kitabu cha Warumi, Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians tena. Unakuta Timotheo, unakuta Titus, Philemon, unakuta Hebrews. Hizo vitabu vyote vilivyoandikwa vinatusaidia siku baada ya siku. Kwa hivyo kuna mambo mengi tunaweza shukuru Mungu hapo kupitia kwa sababu ya hivyo vitabu. Na kuna vitabu vingine vya James, Peter, John na Jude na Revelation pale mwisho. Tunashukuru Mungu kwa sababu
katika hali yote. Tukiangalia tu Biblia, huwa nilikuambia siku ya kwanza on Motivation Monday, kuna vitabu huwa tunasoma za self help, lakini nimeguzia kitabu hiki cha God Help, yaani Biblia, kwa sababu kuna mambo mengi sana tunaweza soma hapo na tukawa thankful because God is an awesome God. So today is Thankful Thursday, na ninajua kuna mambo mengi sana tunaweza shukuru Mungu juu yake. Nimetumia Biblia leo kuangalia katika vitabu vya Biblia kwa ufupi, nikisema ni jinsi gani tunaweza mshukuru Mungu. Ukisoma kila chapter ya Biblia utakuta ya kwamba kuna jambo unaweza mshukuru Mungu juu ya hayo. Na kwa sababu hicho kitabu kimeandikwa na watu, na ni watu ambao wako katika hiki kitabu, tunaishi na watu duniani, huwezi ukaishi peke yako, tunaishi na watu. Kwa hivyo ni vizuri kushukuru kila mtu ambaye amekufungulia njia na ili ukaweza kuenenda katika jinsi unavyoenenda. Kipindi kama hiki huletwa kwenye Kenya Diaspora Media, na namshukuru CEO Jeremy Damaris kwa sababu ya kunipa hii platform, na ili nikaweza kuongea na watu duniani kote kote, nikiwaelezea kwamba Mungu anawapenda. Mungu azidi kulinda familia ya CEO Jeremy Damaris na timu yote ya Kenya Diaspora Media, kwa sababu wametupa hii nafasi, na ili tukakujia wewe kwa kipindi cha Spices of Life, ukiletewa na Esther Nduta kutoka kule United Kingdom. Kwa hivyo ni siku njema ambayo tutamshukuru Mungu kwa sababu ya mambo ambayo ametutendea katika kiroho, na hayo ndio nimepitia leo hii nikisema ya kwamba Biblia inaweza kutusaidia sana kuona mambo mengi ya kumshukuru Mungu. Nimesema ni asante kwa sababu Mungu ametupea mwili huu, na nimekuwa nikisema katika Motivation Monday, ni Transformation Tuesday, na pia katika Winning Wednesday ya kwamba Mungu ametupea mwili huu na ili tukaweza kukuza roho yetu, tukaweza kuwa na ujuzi zaidi ili tuweze kuishi katika maisha haya. Mungu ametupea jinsi ya kupata income, the commerce, ametupea intellect, ametupea our emotions and we know how to balance them, ametupea a social lives kwa sababu ametupea mimi na wewe, na ili tukaishi katika maisha haya. Kuna mambo mengi sana sana tunaweza mshukuru Mungu kwa. Nimeamka asubuhi hii ya leo, na mara nyingi huwa naongea about the 5 common senses. All my 5 common senses are working this particular minute. Kwa hivyo namshukuru Mungu kwa hayo. Wewe pia siku ya leo nitakuhimiza, hesabu baraka, count your blessings and be able to be thankful to God, because there are so many things we can be thankful on this Thankful Thursday. Leo ni Thankful Thursday ukiletewa kwa niaba ya Spices of Life kwenye Kenya Diaspora Media, na nakwambiaje, nenda uwe na siku njema maridadi kabisa. Umshukuru Mungu kwa kila jambo, mambo ambayo unaona, mambo ambayo unasikia, mambo ambayo unahisia, mambo ambayo unafikiria. Tazama katika hiki kitabu cha God Help, tazama katika vitabu vya self help, na uwe unashukuru Mungu kwa sababu ya mambo ambayo amekufanyia, na zaidi ya zaidi because of who God is. From Genesis, he was there in the beginning, and at the end he will be there. So he's the Alpha and Omega, and in between, that's what God graces us with. Uwe na siku njema on this Thankful Thursday kwenye Spices of Life. Jina langu ni Esther Nduta again. Kwa heri, na tuonane tena hapo Ijumaa tukiongea juu ya Freedom Friday. Freedom Friday kwa sababu tumekuwa motivated on Monday, tumekuwa transformed on Tuesday, tumekuwa winners on Wednesday, tumekuwa thankful on Thursday, and then we are coming to Freedom Friday hapo kesho. Ubarikiwe sana, uwe na siku njema. Asante kwa kunisikiliza. Asante, asante, asante.